Naam, ni Juni 16. Karibu sana kwenye Kajenjere TV. Jina langu ni Ramadhani Amin, lakini niko na Pimbi, moja kati ya watu wa fakti. Anajiita mwenyewe Pimbi, mzee wa fakti. Tunaenda kumzungumzia Mbosso Kani, moja kati ya zao ambao limetoka TMK kwenda WCB, lakini sasa hivi ni mtu ambaye anajitegemea. Tunaenda kuzungumza naye Pimbi aende kueleza namna gani ambavyo anamuona Mbosso baada ya kutoka kwenye lebo ya WCB, na tumeona ni kipindi kifupi tu amekuja kufanya makubwa. Katoa EP yake ambayo imeenda viral sana. Tunazungumzia moja kati ya ngoma ambayo mpaka sasa hivi imekuwa ni kama wimbo wa taifa, Power. Ni kitu ambacho kimesurprise watu wengi sana kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya jamii. Ukiachana tu na stories zile ambazo sasa hivi zimekuwa zikiendelea kuhusiana na masuala ya Diamond Platinum kwenda kufanya show, lakini kitu kikubwa ni kuhusiana na Mbosso. Tunaenda kuzungumza, tuko na Pimbi, ataeleza kwa upana namna gani ambavyo anamuona Mbosso baada ya kutoka WCB, mbio zake, nguvu ambazo ameenda kuzielekezea kwa ujumla wake kwenye muziki. Watu walitarajia kumuona baada ya kutoka WCB pengine atachukua muda mrefu kidogo kujiweka sawa na nini, lakini kidogo imekuwa muda mfupi na tumeona mafanikio makubwa. Pengine tunaweza tukaona ndio ukuaji wenyewe ambao tumekuwa tukiuzungumzia kwenye masuala mazima ya muziki na burudani kwa ujumla. Pimbi, mambo vipi kaka? Mambo bie wa Faransa na watu wa Kongo wanakuambia mambo ni bie. Kwema kabisa. Yani mambo ni safi. Leo ni mara ya kwanza tunafanya na mimi na wewe kwenye masuala mazima ya entertainment. Kwanza nikupongeze. Umefungua kipindi vizuri sana. Kwa wadau wetu hawajui. Wamenizoea kuniona kwenye sports na nini. Yes. Lakini leo tunaenda kuzungumza mambo mazima ya kiburudani. Kabisa. Naam, twende moja kwa moja kwenye masuala mazima ya Mbosso Kani. Ametoka WCB, sasa hivi anajitegemea na lebo yake ya Kani Music. Moja kati ya vitu ambavyo watu walitarajia kumuona Mbosso kutoka kule, kuna namna atajivuta na nini, lakini tumeona akaitisha event yake kubwa. Tumeona vitu vingi ambavyo vimetokea kule na vimetrendi. Ukianzungumza wasala mazima ya madensa, tumeona sasa mpaka wanaitwa kwenye vipindi. Kuna vitu ameviibua pale, vimechafua kweli kwenye huko mjini Instagram. Pengine tuende kwanza kwa kuzungumzia ukuaji wake kutoka WCB mpaka sasa hivi anajitegemea. Tuende kwanza kumzungumzia kwa namna moja ama nyingine. Kwanza mimi nimependa namna ambavyo swali lako umeliuliza, kwa maana kwamba kuna wadau wengine inawezekana wanafahamu chimbuko la Mbosso, na wapo wengine ambao hawafahamu, na wengine wamepoteza tu kumbukumbu. Wanapaswa kujua kwamba Mbosso alikuwa chini ya Mkubwa Fella, TMK kule, ilikuwa ni zao kule TMK. Akapita ya moto. Akatoka pale wakatengeneza timu pamoja na Enoch Bella, Aslay, lakini pia Beka Flavor, naye mwenyewe wakatengeneza timu ya Moto Bendi ambayo ndio ilimtambulisha kwa ukubwa. Of course ilimtambulisha kwa ukubwa sana. Wakafanya vizuri sana, lakini baadaye ile timu ikawa kama imesambaratika, ikavunjika. Ile kundi likavunjika, ama ile bendi ikavunjika. Baada ya kuvunjika, wale wenzake watatu, nazungumzia Aslay, Beka Flavor pamoja na Enoch Bella, wote wao wakatoka kwa haraka zaidi na waka release nyimbo zao as soon as possible. Yani ilikuwa chapu tu wakafanya. Mtu ambaye alikuwa anaonekana amefeli alikuwa ni Mbosso. Na Mbosso alikuwa ameshakata tamaa. Unajua Mbosso hajapitia ule ujanja wa mjini hapa. Kwa ukibiti huko. Unaona, kwa hiyo lazima kuna namna fulani anakuwa nyuma. Kwa hiyo yeye kama amepanga safari ya kurudi nyumbani kwa ukibiti. Wakati amepanga safari ya kurudi nyumbani kwa ukibiti, Said Fella pamoja na Diamond Platinum wakamdiscuss na wakaona kama ni mtu ambaye ni potential. Yes, kwa hiyo wakajadili, wakaona wamsaini Wasafi. Akasainiwa Wasafi. Wakati anasainiwa Wasafi, hakuna mtu alikuwa anajua kama Mbosso atafika ile level ambayo amefika, yuko sasa hivi. Lakini Mbosso akafanya vizuri. Huwezi kutaja wasanii waliopita Wasafi ukaacha waliopita Wasafi kwa mafanikio makubwa, ukaacha kutaja jina la Mbosso. Kwangu mimi ukimtoa Harmonize, Rayvanny, kwa waliotoka Wasafi, Mbosso anafuatia kwa mafanikio. Umeona? Kwa hivyo inakuonyesha namna gani ambavyo kijana huyu amebarikiwa sana kipaji cha hali ya juu. Lakini sasa baadaye ikaja sintofahamu. Sintofahamu ni Mbosso kuanza
fununu za kutoka WCB, fununu za kutaka kujitegemea. Lakini hapa katikati fununu za Mbosso kutoka WCB na kuanza kujitegemea, watu hawaelewi sosi ni nini. Iko hivi, Mbosso pale aliletwa na Mkubwa Fella. Okay. Said Fella ndio aliyetengeneza connection ya Mbosso kuingia WCB. Na Mkubwa Fella alikuwa na pasenti zake. Ndio. Katika kila fedha ama pato ambalo Mbosso analiingiza, Diamond alikuwa anampatia Mkubwa Fella kama shukrani kwa yeye kumleta nani? Mbosso. Na watu wengine watakuwa hawajui swala hilo. Hawajui, ndio tunawapasha habari kupitia Kajenjere TV. Ndio. Sasa baada ya hivyo, na hii ilikuwa kwa wasanii wengi sana. Rayvanny alipelekwa pale na Mkubwa Babu Tale. Yes. Kwa hiyo hii ilikuwa inazunguka kwa baadhi ya wanamuziki. Sasa kwa nini Mbosso hayuko WCB? Ni swali la msingi ambalo wengi hawajui. Na wengi wanafahamu vile ambavyo Diamond labda ameongea kwa kukunjua nafsi. Kwa kukunjua nafsi kwamba yeye tofauti na kama ambavyo watu wengine waliondoka na akazungumza kwa wema kama ambavyo. Yes. Sasa Diamond anazungumza kwamba ameamua kumwachia na nini, sio kweli. Ukweli uko hivi. Aliyemleta anaumwa. Maana yake hata utendaji uko chini kwa sababu aliyekuwa anatenda shughuli za Mbosso zote ni Mkubwa Fella. Kwa sababu yeye ndo aliyemleta. Sasa anaumwa. Bwana. Kwa hiyo ikapita huku, ikatokea huku, ikapita huku, ikaonekana Mbosso aachiwe free afanye shughuli zake. Lakini sio kwa ugomvi. Ni kwa uzuri tu na bila shida yoyote. Sasa wakati Mbosso anatoka, kuna kuja sasa kwenye swali lako sala msingi. Maka tumetoka kwenye chimbuko. Wakati Mbosso ametoka sasa WCB, anakuja sasa uraiani sasa. Anaanzisha Can Music. Watu walikuwa wanasubiri kwa hamu kwamba huyu kijana atafika wapi. Maana yake kuna mtu kama Rich Mavoko amefeli baada ya kutoka WCB. Kuna wanamuziki wengi wametoka na kwenye lebo na wameshindwa kufanikiwa. Sasa watu walikuwa wanasubiri Mbosso. Mbosso amefanikiwa mpaka sasa hivi. Amefanikiwa kwa asilimia almost 95. Kwa sababu wote tumeona EP yake ya Room Number 3. Moja watu wamekubali kuingia ndani ya chumba. Exactly. Moja ya EP kubwa sana. Kubwa mno na imepokelewa kwa mapokezi makubwa. Na mpaka sasa I think if I'm not mistaken ndo trending number 1. Power. Ndio inashika namba 1 kwa huko mjini YouTube. Ni audio ambayo siku 3 tu tayari imefikisha 1 million. Siku 3 tu afu audio. Ni audio chache sana. Mimi nakumbuka kuna single again, na ziko audio chache sana ambazo ndani ya muda mfupi zimeingiza nadhani kama mpaka sasa hivi Babu nayo itakuwa ishafikisha bado. So Power ni moja kati ya makofi kwa Mbosso basi. Ameupiga mwingi sana. Ameuchapa mwingi. Sasa watu walikuwa wanasubiri anguko la Mbosso, lakini Mbosso amekosa anguko. Okay. Matokeo yake wananchi wamempa ushirikiano na yeye mwenyewe amefanya kazi nzuri. Of course ukizungumza moja ya wasanii ambao wana vipaji vikubwa, utunzi wa mashairi yao, Mbosso ni moja ya wanamuziki ambao wanaimba Kiswahili halisi. Okay. Yaani ukitafuta wanamuziki wanaoimba Kiswahili halisi ni pamoja na Mbosso. Kibantu chenyewe kile anakiimba. Kwa hiyo ni kijana ambaye ana kipaji kikubwa sana na amebarikiwa uwezo wa kuandika. Ukiachana na Rich Mavoko ambaye alitoka WCB, wasanii wote ambao wamebaki na ukizungumzia Harmonize pamoja na Rayvanny, kuna namna bado wako kwenye soko na kwa ujumla wake bado wanafanya tu vizuri. Mbosso katoka naye tumeona anapita kwenye mipito ile ya WCB kufanya promo nini. Sasa tukasema Mbosso ameiva WCB kutoka WCB, yani kwa kile ambacho amekionyesha sasa hivi. Umeuliza swali zuri sana. Mbosso ameiva. Kwa nini ameiva? Ameiva kwa sababu Mbosso amestudy kabla ya kutoka ni kitu gani kilichopelekea baadhi ya wanamuziki waliotoka WCB wakaanguka. Alafu Mbosso akastudy ni kitu gani kimewafanya wanamuziki waliotoka WCB wakaendelea kusurvive. Ndio. Kwa hiyo amefanya research akagundua. Na moja ya vitu ambavyo mimi nimepata nafasi ya kuzungumza na mtu ambaye yupo karibu na Mbosso. Ananiambia Mbosso kwanza, jambo la kwanza alitafuta watu ambao wanaijua industry ya Bongo Flava vizuri. Yaani zile chocho zote, njia zote wanazijua. Ambapo unamzungumzia nani na nani sasa? Ambapo tunamzungumzia habari nilizonazo sasa chini ya kapeti. Ndio nazitaka. Naambiwa Salama. Okay. AY. Salama Jabir. Salama Jabir, AY
lakini pia Master J chini ni watu ambao wanashirikiana na Mbosso kufanya kazi, ingawa kuna timu tena ya watu wengine. Lakini habari nilizonazo ni kwamba hawa watu watatu wanafanya naye kazi chini, not official, chini yani ni chini ya kapeti. Okay. Lakini wanafanya kazi na Mbosso. Kwa hiyo ukiangalia Salama ni moja ya watu ambao huwezi kuzungumzia kukua kwa Bongo Flava kaacha kumtaja Salama Jabir. Anajua ile mipito yote. Njia zote utamwambia nini, ma DJ wote, media zote, ana connection na anajuana na watu wengi sana. Wadau, makampuni. Na unapokuja kwa AI wana muziki connection. Huyo ndo kabisa. Ngoma hatari sana. Sasa huyu Diamond tunamuona kafanikiwa hivi, AI anahusika, watu hawajui. Underground AI anahusika sana kwenye mafanikio ya Diamond Platnumz. Njoo kwa Master J, legendary mkongwe, producer. Yeah. Anajua njia zote, anajua nini, anajua msadiki kitu gani anatakiwa maintain, asi-maintain. Si umeelewa? Kwa hivi ni vitu ambavyo vimemsaidia sana Mbosso mpaka sasa tunaona amefanikiwa. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme Mbosso amefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Na tukio lake lilikuwa kubwa na limepokelewa kwa ukubwa. Watu walisema ni kama Mbosso bado kuanza kujitegemea kwa kile ambacho alikuwa anakionyesha WCB, kwa sababu ulikuwa ni muda mchache sana baada ya kutoka Rayvanny. Tukasema sasa ndio muda wa Mbosso sasa kukaa pale juu kama msanii wa pili baada ya Diamond Platinum WCB, kwa sababu na Mbosso pengine ndio ataenda kushikilia, lakini naye tukaona muda mfupi katoka. Pengine ulikuwa ni muda sahihi wa Mbosso kutoka WCB. Sisi tunaona haukuwa muda sahihi kwa sababu hatukuwepo ndani wakati wa maandalizi ya Mbosso. Ndio. Lakini I'm telling you ulikuwa ni muda sahihi wa Mbosso kutoka, kwa sababu Mbosso alifanya maandalizi ya kutosha. Unajua mke na mume mpaka wanapokuja kuachana sisi tunasikia zile vurugu zao za mwishoni. Lakini mke na mume mpaka wanakuja kuachana kuna vurugu hata za miaka 3, 2, 4, 5 nyuma kabisa. Umeelewa? Yeah. Lakini sisi watu wa nje tunakuja kusikia tu lile vuguvugu la mwisho. Kwa hiyo ndo kama ilivyokuwa Mbosso, yeye alikuwa anajua ataachia ngazi pale WCB. Akaanza kufanya maandalizi mapema. Kwa hivyo ulikuwa ni muda sahihi kwa sababu alipata muda wa kufanya maandalizi. Sawa, Pimbi, turudi tena kwenye EP ambayo tulikuwa tunaizungumzia, ukiachana na hizo taarifa ya kwamba baada ya kutoka na nini. Hapo sasa kwenye EP ambazo zimetoka mpaka sasa kwenye mwaka huu, kizungumza kuanzia Januari mpaka sasa hivi mwezi wa 6 huu, tumeiona EP ya J Melody nayo ilikuja, lakini Mbosso amekuja kuachia. Kuna namna moja ambayo mpaka sasa hivi tunaweza tukasema Mbosso EP yake ndio bora zaidi kushinda EP zote ambazo zimetoka mwaka huu. Swali lako ni zuri sana. Of course ni moja ya EP bora. Mimi lazima nikiri hivyo. Na kwa EP zilizotoka kwa mwaka huu, kwangu mimi EP ya Mbosso ni one of the best EP. Kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Ukiangalia kuna almost nyimbo 6. Okay. Katika nyimbo 6 kuna bonus track moja ya Athumani. Hiyo Athumani yenyewe ni ya moto. Ya hatari. Yani hiyo bonus track ni ya moto, haishikiki. Sasa njoo kwenye power yenyewe. Hiyo ndo kufuru. Kufuru kabisa. Alafu kuna ngoma inaitwa Aviola. Bonge la dada hilo. Noma. Alafu kuna ile nusu nini? Nusu saa. Nawaambia hivi mashabiki, kama mnapenda muziki mzuri, nendeni mkasikilize tena EP ya Mbosso. Kasikilize EP ya Mbosso. Upya. Mimi nakuthibitishia ngoma zote ni za moto. Yaani unasikiliza moja yani. Unasikiliza kwanza, unasikiliza pili, afu zote 7 zile ni za moto. Hakuna iliyopoa hata moja. Kinachosababisha tutofautishe ni kwamba power yani ni tamu, afu tamu zaidi. Mashairi ya Mbosso, kampiga mwingi ule Mbosso wake. Ule Mbosso wake, ule Mbosso kani ule kauweka mule sana. Kauweka mwingi sana. Lakini pia ukisikiliza Aviola ni tamu, afu tamu zaidi. Okay. Ukisikiliza ile nusu saa tamu, afu tamu zaidi. Sio, umeelewa? Na hizi zingine ni tamu tu. Yaani tamu. Kwa kumalizia, pengine tunaenda kumuona Mbosso wa aina gani kwenye mipito hii ambayo sasa hivi tumeanza kuiona kwake, mazao ambayo sasa ameanza kuyazalisha baada ya kutoka WCB. Tunaweza kumuona Mbosso wa aina gani? Tunakwenda kumuona Mbosso bora sana kwa sababu kwanza sasa hivi amekuwa na ukomavu hali ya juu. Huenda mwanzoni kama angetoka pale ya Motobendi, huenda tungeanza kuona
labda hayuko vizuri kwa sababu kuna vitu fulani bado alikuwa hana ukomavu. Lakini Mbosso sasa hivi tunayemzungumza ni Mbosso ambaye ana experience ya kutosha. Amekaa na watu ambao wanajua muziki, wanajua njia za muziki, wanajua kupenya katika muziki. Kwa hiyo ana experience Mbosso. Lakini sasa hivi naye zile kona zile, unajua ukikaa na Waridi lazima na wewe unukie. Sasa amekaa karibu na Diamond, amekaa karibu na Rayvanny, amekaa karibu na Harmonize, Zuchu, Lava, utamwambia nini? Kwa hiyo sasa wote mimi nimeishi nao. Kwa hiyo hakuna kitu kipya. Kwa hiyo nadhani kwa saizi Mbosso anahitaji tu utulivu wa akili, management yake ihakikishe na muendo kisaikolojia. Sababu moja ya vitu ambavyo vinaangusha watu ni pamoja na saikolojia kutokukaa sawa. Lakini namuona Mbosso yuko sawa. Ingawa kuna tukio limeshtua la Mbosso kutoka akiwa analia pamoja na Queen Darleen. Na alifanyia uchunguzi. Sijajua sababu ni nini. Bwana. Lakini nakuahidi. Na nakuahidi wewe mtazamaji wa Kajenjere. Nakuahidi na alifanyia research. Uaga mimi siongei vitu from nowhere. Lazima na details zimekamilika. Ndio maana ukaitwa mtu wa mzee wa fact. Mzee wa fact, mzee wa busara. Hili jina halijaja hivi. Kwa hiyo nafanya research nigundue wapo, kila mtu anazungumza kivyake. Kuna anayezungumza mahusiano, kwamba wale washakuwa na mahusiano na nini. Lakini kuna wanaozungumza, kila mtu anazungumza mengi. Tukifungua saa hizi hicho kipindi kijacho kitakuwa hakina maana. Kwa kabisa tutulie ili tupate kitu cha kuja nacho mara ya pili. Watu wanywe mtori, nyama ziko chini. Basi tuishie hapo, pengine tuendelee kula mtori, nyama ziko chini. Bwana, hiyo ni mzee wa fact Mr Pimbi amezungumza vyema kuhusiana na jamani, kwa msao Mbosso. Twende hapo sio? Naam, huyu ni Mr Pimbi, mzee wa fact, amezungumza vyema kuhusiana na Mbosso Kani Mshedede, kuhusiana na EP yake ya Room 3 ambayo ameiachia hivi karibuni. Tumezungumza baada ya kutoka WCB, ameeleza vitu vyema sana kwake ambavyo tumeviona. Tulitegemea kumuona Mbosso ambaye atachelewa kuna namna gani kuingia kurudi tena kwenye muziki ama kuendelea kufanya kazi kama ambavyo tumezoea kuwaona watu ambao wakitoka kwenye lebo. Kuna namna ambavyo wanayumba kidogo, lakini kwa Mbosso imekuwa haraka, na mpaka sasa hivi ni moja kati ya wasanii ambao wamekuwa bado wanatikisa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuachia EP yake hii. Na cha kukusii tu kwa sasa hivi ni kuendelea kusubscribe, kushare, kucomment, kuendelea kupata yale mazuri ambayo yanapatikana hapa Kajenjere TV. Jina langu ni Ramadhan Amin, nilikuwa na Pimbi. Mpaka wakati mwingine, bye bye.